بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ukiwa ni usiku wa tarehe 22 mwezi wa Ramadhani mwaka 1439, katika kikao chetu hiki cha baada salat al-isha tuendelea kukumbushana kutoka katika risala فضل العشر الأواخر وليلة القدر للشيخ رسلان حفظه الله. nasema leo biidhnillahi taala tazungumzia kwa kifupi sunnatul i'tikaf fi al-ashr al-awakhir waltimasu laylatul qadri fiha. sunnatul i'tikaf fi al-ashr al-awakhir waltimasu laylatul qadri fiha, sunna ya kufanya i'tikaf katika masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan na kuitafuta Lailatul Qadr katika masiku haya. min khasa'is al-ashr al-i'tikafu fiha, wal-i'tikafu sunnatun thabitatun bil-kitabi was-sunnah wa bi-ijma'i al-ummah. katika mambo yanayohusu siku 10 za mwisho za Ramadhani ni jambo la i'tikaf, na i'tikaf ni sunna ambayo imethubutu katika Qur'an na sunna na ijma' ya umma. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. نمتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akifanya i'tikaf katika siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani, illa an yakuna sallallahu alayhi wasallam musafiran fi jihadin fi sabilillah lighazwin wadhālika liltimasi mardati llahi tabaraka wa ta'ala, isipokuwa ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika safari, basi ndio atakosa i'tikaf. ikiwa yuko katika safari ama jihad fi sabilillah alikuwa akiwacha i'tikaf, lakini ikiwa yuko Madina alikuwa kila siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani akifanya i'tikaf. والمقصد الأجل من هذه السنة، نما lengo matukufu kabisa katika hii sunna ya i'tikaf تفريغ القلب للعكوف على العبادة والذكر، ni kule mtu kuupa faragha moyo wake, moyo uwe na faragha kwa ajili ya kufanya ibada na kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. التماس الأجر بتحري ليلة القدر، na pia mtu kutafuta ajri kwa kuwa katika yale masiku ya mwisho atafuta usiku huu wa Lailatul Qadr. وبالبعد عن الدنيا بكل ما فيها، na kujiweka mbali na dunia katika masiku haya na vyote vilivyomo katika hii dunia. بكل ما يشغل القلب عن الرب عز وجل وصراطه المستقيم وطلب الآخرة، wajiweka mbali kutokamana na kila ambacho hushughulisha moyo kutokamana na Allah subhanahu wa ta'ala na kuitafuta akhira. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف معه أصحابه. mtume صلى الله عليه وسلم alifanya i'tikaf na masahaba pia wakafanya i'tikaf pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam.
واعتكفوا بعده رضوان الله تعالى عليهم. لما صحابة بعد يكوفكم متوم صلى الله عليه وسلم pia wakaendelea kufanya ibada ya i'tikaf. أخرج مسلم في صحيحه بسنده من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. أصلي اعتكاف متوم صلى الله عليه وسلم aliwahi kufanya i'tikaf katika masiku 10 ya katikati, yani 10 la pili katika mwezi wa Ramadhan. Yaltamisu lailatul qadri qabla an tubana lahu, aitafuta lailatul qadr katika zile siku 10 za katikati kabla ya kubainishiwa, ay qabla an tudhhara lahu, kabla hajabainishiwa kuwa lailatul qadr iko katika masiku 10 ya mwisho. Na tutafahamu hapa, wengi kati yetu sisi tufikiria kuwa lailatul qadr yapatikana katika masiku ya witr peke yake, lakini ukiangalia katika hisabu kisawasawa, yawezekana lailatul qadri kupatikana katika yale masiku ambayo si ya witr pia, kama tutakavyoeleza hapa mbele. Na haya tuyaeleza kwa sababu kuna baadhi ya watu zikifika zile siku ambazo si witr ni kama warudi nyuma katika kufanya ibada, wasubiri zile siku za witri ndio wafanye ibada peke yake. Wasijue kuwa lailatul qadri yawezekana kuangukia katika siku ambazo sio za witri, kama tutakavyoeleza na dalili tutataja hapa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa'takafa al-'ashra al-awsat min shahri Ramadhan, ay fi 'am. Kuna mwaka katika miaka Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya i'tikaf katika masiku 10 ya katikati. Yaltamisu lailatul qadri qabla an tubana lahu, falamma qadayna, yani al-'ashr al-awsat, zile siku 10 za katikati zilipoisha, amara bil bina'i faquwida, ay uzila, akaamrisha lile khema ambalo alikuwa ametengezewa ndani ya msikiti akifanya itikafu ndani yake, akilala pale msikitini, akaamrisha liondolewe, kwa sababu Mtume sallam alikuwa akiweka khema ndani ya msikiti anapofanya itikafu. Thumma ubinat lahu annaha fil 'ashr al-awakhir, kisha Mtume sallam akabainishiwa na kuletewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa lailatul qadri iko katika siku 10 za mwisho. Faamara bil bina'i fauida, Mtume sallam akaamrisha hema lake lirejeshwe tena. Thumma kharaja ala an-nas, kisha akatoka kwa masahaba wake, faqal ya ayuha an-nas innaha kanat ubinat li lailatul qadri, enyi watu, nilikuwa nimebainishiwa lailatul qadri ni siku gani, wa inni kharajtu li ukhbirakum biha, na mimi nimetoka kwa ajili ya kuwapa habari ni siku gani. Ilikuwa ataje siku maaluma swa kuwa ni siku fulani. Fajaa rajulani yahtaqani, ay kullun yad'i anna alhaqqa lahu, wakaja watu wawili wakazozana kwangu, na Mtume sallallahu ndiye alikuwa kiongozi, kila mmoja asema hii ni haki yangu, hii ni haki yangu. Wa fi riwayatin yatalahayani, ay kullun qad amsaka bi lihiyati sahibihi, kila mmoja ameshika ndevu za mwenzake kuwa hii ni haki yangu, hii ni haki yangu. Mtume sallallahu akasema maahuma ash-shaytan, na katika utesi siku zote ni shetani ndio anayesababisha. Kwa hiyo kulikuwa na shetani baina yao. Fanusituha, mimi nikasahaulishwa ile siku kwa hiki kitendo cha hao watu wawili walichokifanya. Faltamisuha fil 'ashr al-awakhir min Ramadhan, basi itafuteni lailatul qadri katika masiku 10 ya mwisho wa Ramadhan. Iltamisuha fi at-tasi'ati was-sabi'ati wal-khamisati, shikilia hapa mwisho, itafuteni lailatul qadri fi at-tasi'ati was-sabi'ati wal-khamisati. Nitakuja hapa tena katika lafzi nieleze hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fajaa rajulani yahtaqani ma'ahuma ash-shaytan fanusituha au faunsituha, wakaja watu wawili wakawa wazozana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja asema huyu ana haki yangu, asema la, hii ni haki yangu, na walikuwa pamoja na wao shaytan, mimi nikasaulishwa. Ay
نسي تحديد علمها بقطع ويقين في أي ليلة هي. Allah akamsaulisha mtume sallallahu alaihi wasallam ile siku maalum kuijua ni siku gani. Wa hadha min shu'mi al-khisam wal khilaf, na hii ni katika mambo mabaya yanayosababishwa na watu kuteta. Waislamu kuteta si jambo la khairi, ndio maana ikasababisha jambo kama fakam min alkhairi yurfa. Khairi ngapi huondolewa kwa watu kuteta? Utesi na msongamano na mvutano baina ya Waislamu imesababisha mambo mangapi ya khairi kuondoka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapa mtume sallallahu akasema iltamisuha fi at-tasi'ah was-sabi'ah wal-khamisah. بين أبو سعيد رضي الله عنه، صحابة أبو سعيد رضي الله عنه أمبين يمبوكيز وحديث، فهو أعلم بمعنى الحديث، يندو أجوا زيد معنى حديث منكن يمبوكيز وحديث. أكبينيش نكسيما هي 22، الوسيما أن التاسعة هي 22. التاسعة aliyokusudia Mtume صلى الله عليه وسلم ni tarehe 22, yani usiku wa 22 kama leo kwa mfano. wasabi'atu hiya ar-rabi'atu wal-'ishrun, السابعة asema ni usiku wa 24. والخامسة هي السادسة والعشرون، na khamisa ni tarehe 26. ففهم رضي الله عنه أن ليلة القدر قد تكون في الأشفاع كما قد تكون في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. na hii ni faida muhimu sana ieleweke. Huyu sahaba amefahamu kuwa Lailatul Qadri yaweza kuwa katika siku ambazo ni shafa, kama vile yaweza kuwa katika zile siku za witri, yani yaweza kuwa siku zozote katika hizi. wa ila hadha ashara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ففي 9 تبقى وفي 7 تبقى وفي 5 تبقى في 3 تبقى إذا كان الشهر 29. tizama, ikiwa mwezi ni 29, tuseme mwezi ni 29, ukisema kuwa siku 5 zimebakia katika 29, ondoa zile siku 5 utakuta ni 24. Unaona, na hizi zingine pia kadhalika utakuta kuwa yaangukia katika siku ambazo sio witri. Ikiwa mwezi utakuwa 29, yawezekana Lailatul Qadri kuangukia siku ambazo sio witri. Sio, inafahamika hapa? Ikiwa mwezi utakuwa 29, yawezekana Lailatul Qadri kuangukia siku ambazo sio witri, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم asema iltamisuha fi at-tasi'ah, akataja tasi'a na huu ni usiku wa 22. والسابعة، السابعة أبو سعيد رضي الله عنه كسيما نتري 24. الرابعة والعشرون، نخامسة أسمني 26. نهيك وسيك استكوا 29. وإذا كان الشهر 30 يوما، نهيك وموزي نسيك 30، فيصدق أن تكون في الأوتار، katika hali kama hii itaangukia katika siku ambazo nzanini ni za witri. Kwa hivyo kwa kuhesabu zilizobakia yawezekana ikaangukia katika siku ambayo si witri, itahesabika zilizobakia ndio witri. Kama ikiangukia kwa siku ngapi? 29. Ama ikiangukia kwa siku 30, Ramadhani ikakamilika siku 30, basi hapo itaangukia katika siku ambazo ni za witri, kama yasduqu an takuna fil ashfa'. kwa hivyo إذا كان الشهر 30 يوما فيصدق أن تكون في الأوتار كما يصدق أن تكون في الأشفاع. na pia hata hizo 30 yawezekana kuwa katika siku ambazo ni shafa'a. Kwa hivyo mtu asione kuwa ni zile siku za witri peke yake ndio yaweza kuangukia Lailatul Qadr, bali kuna uwezekano Lailatul Qadri ikaangukia katika zile siku ambazo ni ashfa'a. Kwa hivyo siku zote 10 atakikana Muislamu afanye bidii katika ibada. wa alayhi faman arada an yusiba Lailatul Qadri فعليه أن يجتهد في العشر الأواخر كلها من غير ما تمييز. ambaye kweli ataka kuipata Lailatul Qadr basi ajitahidi katika masiku 10 yote ya mwisho bila ya kubagua siku moja au nyingine.
وإن خص الأوتار بمزيد عناية فلا بأس. na ikiwa zile siku za witri atajibidisha zaidi basi haina neno, lakini zile siku nyingine asiziwache lidilalati nususi ala dhalika. Nafikiri ni faida muhimu sana ambao ni muhimu kwa watu kuifahamu, ili watu wajibidishe katika siku zote 10 kufanya ibada. Alafu kuna jambo ambalo hufanyika na la makosa. Kuna baadhi ya watu akiona kama tutakavyotaja pengine huko mbele dalili za Lailatul Qadr, na siku hizi kuna hii simu hizi, mtu utamwona vuta video jua siku ya pili, waona jua limepanda hivi mjana, kama unaikosa ushaikosa, kama unaipata umepata. Allahu a'lam, hizo alama yaweza patikana siku 2 katika siku 10 za mwisho. Hii yavunja watu moyo katika kufanya ibada, na mtu akaona tayari jana nimeiwahi, mimi nimeiwahi. Wajuaje umeiwahi kuiwahi? Allahu a'lam. Wewe muombe Allah atakubali zile siku 10 zote, maadamu mfanya ibada, basi iko moja ilikuwa Lailatul Qadri uliipata biidhnillah ta'ala. Maadamu zile siku 10 zote wafanya ibada, moja yao lazima itakuwa Lailatul Qadr, sio? Alhamdulillah, utakuwa umeipata. Ni ipi? Allahu a'lam. Ikiwa umeiona sawa, dalili za kukupa moyo zaidi, lakini sio uanze kuwavunja wenzako moyo ukamwambia kama ulilala jana basi endelea kulala zilobaki, maana yake hukuipata. Kuna wengine hufanya mambo kama hayo. Kama yenyesha mvua utakwambia basi ni leo, na kama hukuipata basi maasalama, hutoipata tena mpaka mwakani ikiwa utakuwa hai. La, usivunje mwenzako moyo. Watu wafanya ibada, wajibidiishe katika ibada katika hizi siku 10 za mwisho, na waitafuti kwa makini sana Lailatul Qadr. Na biidhnillah ta'ala katika kikao cha kesho tutazungumzia fadhailu Lailatul Qadr, fadhila kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezijalia katika usiku huu ulio na cheo. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.